Laki samaki, yani mtu analala ni unanyosha miguu kwenye city. Highway barabarani. Topu ya hatari, yani mtu ni mguu kule. Ndio kasungu. Anategemea breki ya mbele. Kitu ile moja jamaa, so kitu kingine maana hata ukija kuangalia kwa ile lori kama ingemkataje ingempasua kichwa. Huyu jamaa unaambiwa ni breki ndo ameshika mbele, ikafanyaje ikayumba ikamrushia wapi kwenye tairi, ndio kitu imempasua kichwa hapo. Ametoka kununua pikipiki Sanawari milioni 800,000. Walikuwa wawili. Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 28 ya mwezi wa 10 mwaka 2025. Hapa ni katika kijiji cha Mbureni, eneo la Shangarai. Usiku huu ni majira kama ya saa 3 hivi. Kijana mmoja ambaye bado hajafahamika jina lake amefariki dunia baada ya kukanyagwa na gari aina ya semi trailer. Kwa mujibu wa mashuhuda, wanaeleza kwamba kijana huyo alikuwa anaelekea maeneo ya Tengeru huko akiwa katika spidi, lakini alipofika katika maeneo haya alishindwa kumudu pikipiki hiyo, kisha akaingia kwenye tairi nyuma ya gari hilo na akakanyagwa papo hapo. Lakini jeshi la polisi usalama barabarani wameshafika katika eneo hili na kuchukua mwili huo kwenda kuhifadhi katika chumba cha kuhifadhia maiti. Lakini pamoja na hayo, wameeleza kwamba kijana huyo ambaye hajafahamika jina lake ametokea maeneo ya Sanawari, ikieleza kwamba ametoka kununua pikipiki hiyo kwa mtu. Kwa hiyo alikuwa anaelekea maeneo ya Meru kwa ajili ya shughuli zake nyingine. Kwa hiyo gari hiyo ilikuwa inaelekea maeneo ya Tengeru, barabara ya Moshi, lakini vile vile pikipiki hiyo pia ilikuwa inaelekea usawa huo huo. Lakini zaidi sana wananchi wameeleza kuhusiana na ajali hiyo. Naitwa Hussein Mohamed. Wakati natokea hapo naenda kufunga dishi Shangarai, niko nyuma ya hiyo Scania. Yule jamaa alikuwa ametoka speed kwenye hiyo kona pale. Akaingia mwenyewe kwenye hiyo gari. Akaingia kwenye gari akaingia mvunguni kule. Lakini alikuwa ametoka speed, alikuwa kabebana upande huko. Alikuwa anatoka huko njia kutoka huko Sanawari njia kuja huko. Alikuwa anaelekea huko, hatujajua sehemu gani alikuwa anaelekea. Uzembe alikuwa ni mtu atoe kwa sababu aliingia mwenyewe kwa nyuma hapo kwenye hiyo Scania. Scania ilikuwa inaenda hivi. Kwa hiyo jamaa alikuja, alikuwa jamaa pikipiki wawili. Sasa sijui walikuwa pamoja. Sasa yule mmoja akawa amepita. Yule mmoja ndo akaja kutaka kupita hivi ndo akaingia kwenye gari. Tumepata habari hapa kwamba huyu jamaa kuna mtu alipiga simu hapa. Ametoka kununua pikipiki Sanawari milioni 800,000. Walikuwa wawili. Milioni 1,800,000 hapo Sanawari. Na ana kadi ya pikipiki hapo. Na amesachiwa na kadi ya pikipiki. Kwa hiyo alikuwa anatoka wanaelekea huko Tengeru. Na huyu jamaa anasikia hapo ni mtu anaosha karoti pale ni Tengeru. Ni mtu anaosha karoti pale Tengeru. Ndio ametoka kununua bike pale Sanawari. Walikuwa kama wangapi? Walikuwa wawili. Yaani wale wawili kwenye toyo walikuwa wamepakizana. Huyu mmoja alikuwa peke yake huyo. Alikuwa sasa yule mwenzake alikuwa ameshampita hii Scania. Huyu alikuwa ameshapita, wale wengine wamepita Scania. Huyu wakati ataka arudi hivi akashindwa ndo akaingia kwenye ile gari. Hata mimi mwenyewe mwendesha toyo, lakini sasa unajua hii kitu inatokea tu bahati mbaya au toyo wengine. Tujifunze tu watu wa toyo kwanza kukimbia. Unajua mwendo ni hatari sana kukimbia. Kwa sababu toyo ina breki ni moja tu, ni spring. Kwa sababu unaweza kukimbia kwenye gari karibu ukaishika ile breki ukashangaa hamna. Kwa hiyo tu tunakuwa na uangalifu mzuri kwa sababu toyo breki yake ni moja tu, ni spring. Nimekuja katika eneo hili la Shangarai hapa katika Yutan kwa mshtuko mkubwa ambao tumeupata kama kiongozi, kijana mwenzetu, kijana wetu na Mtanzania mwenzetu ambaye alipata ajali kuingia chini ya gari Scania, na ni kampuni ya Bullet ambayo alikuwa katika highway motion yake. Sasa mimi kama kwa nafasi yangu nimeshinda kujua bwana mdogo ameingiaje chini ya kukanyagwa na tairi tatu zile za nyuma na gari kumpandia juu, kwa ambacho kitu hichi kimeenda kuleta mshtuko na mshangao kwa vijana wa bodaboda na kadhalika vijana wenzangu ndani ya kata hii ya Mbureni. Natoka mjini kuelekea Tengeru na gari pia ilikuwa natoka mjini kwenda Tengeru, ni Moshi Arusha. Maana kwamba kwa Kiswahili sanifu gari inatoka Arusha kwenda Moshi, pikipiki inatoka Arusha kwenda Moshi. Kitu ambacho kimechanganya na bwana mdogo amekanyagwa na tairi za upande wa kulia.
Sasa tunashinda kuelewa pale. Eneo hilo kwa overtake singeweza overtake kwa kauli ambayo ipo. Tunashinda kuelewa, hata mimi mwenyewe nashinda kuelewa kwa sababu hilo eneo kusema kwa overtake tayari kizuizi cha Keystone za Tandod kwenye U-turn kipo na kimeachwa nyuma, naye kaingia mbele baada ya kupita U-turn upande wa pili. Kwa hiyo tumeshinda kuelewa kwa upande mwingine. Mimi kama Mtanzania na kama kijana, kama kiongozi nimeshinda kuelewa kweli tatujui ni kitu gani. Na hili ni tunasema ni pigo kwa vijana kutokana inavyoonekana kijana ni ameenda kununua pikipiki yake mjini. Ni pikipiki ni mpya, inaonekana ameenda kuchukua pikipiki na maelezo ya vijana wengine waliokuja hapa wanadai kwamba wenzao wawili wako mbele na pikipiki imeshatangulia wanamngojea Tengeru. Sasa hii inavyoonekana alikuwa na harakati za kuwahi wenzake Tengeru ili kuweza kuungana pamoja kwenda huko Meru, na inavyosemekana pikipiki hizi au vijana wawili kwa dalali aliyouza na mawasiliano yaliyopatikana kwamba ni vijana wa Ngwaranga waliochukua pikipiki. Sasa nashinda kuelewa Ngwaranga ni nani ndugu, kwa sababu vijana Ngwaranga huenda sasa hivi wamelima mazao yao wamevuna, kwa kijana ameona ndoto yake akachukua pikipiki, lakini maisha ndio hivyo. Lakini kwa mshtuko mkubwa tumeona ajali kubwa sana katika eneo hili la kata ya Mbureni, lakini ni ajali ambayo imesikitisha vijana wengi, ukizingatia ni ajali ambayo imetokea hapa ya kijana mdogo kabisa, kijana ambaye alikuwa anatokea maeneo ya mjini kwa pikipiki yake na gari ilikuwa inashuka kuelekea Moshi. Akavutwa kwa mita kadhaa, mwisho wa siku uhai wake ukaondoka na majeraha makubwa na hata sura yake ikapotea baada ya kuburuzwa kwa ile tairi. Kwa hiyo ni mshtuko mkubwa na vijana wamekusanyika, watu mbalimbali, watu wamelia, wameumia. Ni ajali ambayo imeumiza sana, lakini hatujajua chanzo chake hasa ni nini. Ni uzembe wa dereva wa gari kubwa Scania au ni uzembe wa kijana? Ameingia chini ya gari. Hatujajua chanzo cha yeye kuingia chini ya gari ni nini. Akavutwa umbali mdogo na hadi kutolewa pikipiki yake ikawa imeharibika chini na yeye pia akawa uso umeharibika. Kwa hivyo sasa nini kinafundisha katika jamii zetu? Tunaasa sana vijana kila siku kuwa makini, hasa katika bodaboda, kwa sababu bodaboda zimekuwa zikiondoa vijana wengi katika hali tofauti tofauti, ajali ambazo zina sintofahamu nyingi, aidha vijana kutumia madawa au labda vijana kutumia mwendokasi. Kwa hiyo ni ajali ambayo inatatanisha sana na chanzo chake hatuwezi kujua mpaka vyombo vya usalama vitakaofanya utafiti. Lakini vijana wa hapa wameona ni ajali ndio ustua na ikawe somo kwetu sasa vijana hasa waendesha bodaboda kuwa makini, kwa sababu kijana huyu anaonekana kwamba ametoka kununua pikipiki kama alivyo na kadi. Hawezi kujua amepambana vipi hadi leo kufanikiwa kupata fedha kununua pikipiki. Lakini ndio hivyo, baada ya kuja kuelekea nyumbani kujipongeza kwa ushindi, umauti ukamkuta barabarani katika hali ambayo hatujui ni ajali chanzo kimesababishwa na nini. Pikipiki ambayo imetoka pale Sanari muda sio mrefu. Kwa kweli mimi siwezi nikajua ni shingapi wamenunua, kwa sababu nilipofika tu pale hivi wao walikuwa wameshakabidhiana pikipiki yao, wameshatoa hela na pikipiki wameshakabidhiwa, wakawa ndo wanaondoka. Aliyefariki ni mmoja, kwa sababu wenzake waliokuwepo na pikipiki nyingine wao walikuwa wameshafika Tengeru, wanamsubiria mwenzao afike, kumbe mwenzao ameshapata ajali. Amenunua maeneo ya Sanari pale stand pale. Kuna dalali yuko pale. Ni mpya au? Hapana, ni namba DWS. Shida sio elimu tu. Matatizo yanatokea barabarani, sio kwamba bodaboda afati labda taratibu za barabara. Kama mimi hapa naendesha bodaboda muda mrefu sana, sheria za barabara nazifuata, ila kuna muda inatokea tu ajali wewe mwenyewe unashangaa mwenyewe imekuwa kuaje. Kwa mfano kama hii ajali hapa ilivyotokea, inasikitisha, inashangaza, kwa sababu yani yeye yuko nyuma ya gari lakini amegongwa na tairi za gari za nyuma, za upande wa dereva za nyuma amegongwa nazo. Kweli hapa ilikuwa yani inaonekana kabisa alikuwa speed, kwa sababu kama asingekuwa speed hata pia basi asingeumia kwa jinsi alivyoumia. Tumshiliwa kwa sound. Nakaa kijiwe hapo point hapo. Tulikuwa hapo kijiweni, mara ghafla tukasikia kelele za wananchi. Mida hii tulivyosogelea hapo hivi ndo tukaambiwa kuna ajali ya mtu amefanyaje, amegongwa na gari hapo. Mshanaelewa mko. Sasa walivyofika hapo mbele hivi si ndo na sisi tukapata taharuki hapo hivi, tukaja katika kuja ndo tukamkuta jamaa amelala hapa rodini, akawa nakwepa nini, tumeambiwa kulikuwa na lori hapo na guta na jamaa amekaa kati. Sasa wewe jua kama walikuwa wanakimbizana ula. Sasa wanavyodai jamaa alikuwa yuko spidi kidogo, akawa ameshika nini breki ya mbele ndo imemletea nini, imemletea hiyo taharuki kwenye 2 na 3. Kwa hiyo sasa walivyokuwa wanatembea hapo hivi ndo jamaa kakanyaga na zile reserve za tairi. Kukanyaga sasa ndio ikawa imetokea taharuki, bike ikawa imeanguka hapo chini, jamaa kalala hapo hivi pembeni.
Uwezi jua pengine naye ametupia kinywaji 2 na 3, tunajua tena ese wazee kila mtu hawezi kwa timamu bro. Kwa wanavyodai maana hadi kadi ya pikipiki tumeonyeshwa hapo, amechukua mwenyekiti wa kijiji sio hapo Machumbo huko hivyo. Lakini kadi tumeonyeshwa hapo na tumeiona. Kwa wanavyodai wengi hakuna aliyeshuhudia tu ile hapo na hapo, maana sisi tumefika tumekuta hadi mtu amesha hivyo. Tumekuta amekufa hapo hivi. Kwa hiyo kilichojiri nadhani wengi ndio wakawa wanapiga simu polisi ili waje wamchukue, game nyingine ziendelee mkuu. Kwa kweli nikwambie kitu bro, kweli vijana brother hawasikii. Mimi yenyewe naendesha toyo. Sawa bro, so kwamba natetea naendesha chuma ile pale. Wito wangu mkuu kwa vijana, waache kujaza moto brozo. Hii mkasi chini mkasi juu ni hatari. Hafuka ukijua unaumia, una hata milioni ya kwenda kujitibu mguu hata hapo Ngwaranga. Kwa hiyo mimi wito wangu mkubwa, vijana waache kujaza moto bro. Na kulala kisamaki. Kimtindo na nyundo, hakuna zaidi maana ukija kucheki. Sasa hivi unaumia bro. Una hata 500 ndani, wako kutibu nani? Wazazi sasa hivi ndio hii hawana hata 100. Hali ni tete bro. Mashamba yenyewe si ndio hii bro, ni bondi hapa na hapo. Serikali yenu haijawahi kutoa elimu kwa vijana? Elimu bro inatolewa kila siku na kila saa, lakini vijana wanasikia bro, hawasikii. Hasa ukishatupa tena charusha bro, kuna nini? Dogo nakuta na leo kesho game inaharibika. Kwamba anatii siku 3 lakini anena ya 5 moto unafanyaje? Unarudi pale pale. Ni mwendo wa mkasi chini mkasi juu. Kwa hiyo Wacha kulala barakoa. sasa hiyo barakoa bro ndo hatari mkuu. Kulala kisamaki, yani mtu analala ni unanyosha miguu kwenye city. Highway barabarani. Topu ya hatari, yani mtu ni mguu kule. Sio kasungu. Anategemea breki ya mbele. Kama hii kitu ile moja jamaa. Umesikia bro, hii kitu ile moja jamaa. So kitu kingine maana hata ukija kuangalia kwa ile lori kama ingemkajage ingempasua kichwa. Huyu jamaa unaambiwa ni breki ndo ameshika mbele, ikafanyaje ikayumba ikamrushia wapi kwenye tairi, ndo kitu imempasua kichwa hapo. Na so kitu kingine, lakini angelikuwa yuko speed ndogo bro, asingekufa bro, ni ajali tu za kawaida. Lakini si umeona pale hata sura ionyeshi, hajulikani ni wapi, tumecheki plate number. Kwa kweli ni geni. Ni issue kubwa ni kwamba ni onyo ya kila siku, hata na serikali inapambana kwa kila siku, lakini kwa sababu dereva tu kweli bro hatusikii. Anapata onyo leo, kesho siku inayofuata akipona maumivu anarudia pale pa. Kwanza naitwa Olais Simon Molel, ni mwenyekiti wa kijiji ambacho ajali imetokea. Ili tukio kuna kijana ambaye anasadikika ametoka Sanawari, alikuwa anaelekea Ngwaranga. Kwa bahati mbaya kumetokea burukshani hapa na lori, inasemekana ameingia chini ya lori akaburutwa na tairi akapasuka kichwa. Yes. Ndio maelezo mafupi tulionayo, na tunaendelea kusikilizia kama ndugu zake na majamaa wanaweza wakaja, tutaendelea kuwapa. Nafikiri ni mwendo kasi, itakuwa ni speedi kupita kiasi, na watu wengine wanaendesha vyombo, tuko na mawazo tofauti tofauti. Kwa hiyo tuwaase tu madereva kwamba wakati unaendesha uhakikishe akili zote zinakuwa barabarani, hasa nyakati za jioni. Kwa maelezo yanayosemekana, kuna dereva tu mmoja hapa amesema ametoka kuinunua hiyo pikipiki jioni hii Sanawari, na alikuwepo wakati wanafanya biashara, na ndio wametusaidia kupata taarifa. Wito wangu kwa vijana hasa bodaboda, tuzingatie sheria za barabarani, lakini tuvae mavazi yanayostahili kuendeshea pikipiki. Kwa sababu sasa hivi tukiwa na afya za kutosha, tunaweza tukaendesha pikipiki tusione madhara, lakini muda mfupi ujao tutaumia vifua, lakini tutaumia macho tutapovuka, au tutakosa uwezo wa kuona sana, kwa sababu unapoendesha pikipiki bila kuvaa helmet yenye glasi unakutana na chembe za vumbi na wadudu ambayo yanaharibu lensi ya macho yetu. Moja kwa moja akawa ameguswa na guta kwenye ubavu. Baada ya kuguswa na ile guta kwenye ubavu, alikuwa ameingia moja kwa moja kwenye tairi. Kwa hiyo ile pikipiki ilipitiliza kutoka upande wa kulia kwenda upande wa kwao. Mimi nilichokiona, sikuona kingine. Wa pikipiki alikuwa anakimbia, tena alikuwa kwenye mwendo mkubwa sana. Uzembe ni wa dereva bodaboda. Nadhani alitaka kuovertake Scania moja kwa moja. Sema ukweli, kwa macho yangu mimi sijaona pikipiki nyingine, niliona hiyo pikipiki moja tu. Guta ilikuwa kama imepaki inatokea upande wa pili inaingia U-turn. Kwa kweli hapo ili swala tumuombe Mungu sana, kwa sababu hizi rafu ni mbaya.